Tukisalia na taarifa kuhusiana na ziara ya Rais Nairobi, uchunguzi wa mwili wa raia wa kigeni aliyegongwa na gari la msafara wa Rais Ruto hapo jana umebaini kuwa marehemu alipata majeraha mengi na kuvunjika sehemu za mwili. Kwa mujibu wa ripoti ya uchunguzi wa maiti, huenda aligongwa na gari kisha akakanyagwa na gari lililofuata ambalo lilimgonga. Franklin Wala anaarifu zaidi. Raia wa kigeni aliyegongwa na gari kwenye msafara wa Rais Ruto Alhamisi na kufariki ametambulika. Marehemu amejulikana kama Edgar Charles Frederick na alikuwa wa umri wa miaka 79 kutoka Uingereza. Edgar alikuwa nchini Kenya kwa shughuli za kuwatembelea jamaa zake na pia alikuwa akiwasaidia Wakenya wanaoishi Kibera wanaokumbwa na hali ngumu ya maisha. Aidha, Edgar aliwahi kuhudumu kwenye benki moja maarufu kule Uingereza kabla ya kuanza miradi za kuwasaidia watu. Uchunguzi wa maiti yake ulibaini kuwa alifariki kutokana na majeraha ya kuvunjika sehemu tofauti za mwili baada ya kugongwa na gari. He suffered multiple trauma. He has severe injury to the chest and to the head. And the head was completely crushed and the left chest also was completely crushed. Kwa mujibu wa ripoti hiyo ya uchunguzi ni kuwa Edgar alikanyagwa pia na magari yaliyofuata msafara huo na kusababisha viungo vya mwili kuvunjika kabisa. Particular injury that you're seeing that the ribs on the left are crushed, the hip, the ribs and the head. It's possible that he was run over on the left side of the body completely. It does not in any way justify, because you're in a presidential motorcade, to drive recklessly, even on a zebra crossing, as this, philanthropist has been killed. Kunayo mipango ya kusafirisha mwili wake hadi Uingereza kwa shughuli za mazishi. Idara ya polisi imetoa taarifa ya kueleza dereva wa gari hilo aliachiliwa kwa dhamana na uchunguzi unaendelea. Nyuma yangu ni eneo la kivukio katika barabara ya Ngong Road hapa jijini Nairobi, eneo ambalo msafara wa Rais William Ruto ulihusika ajali hiyo jana. Wakati wa msafara wa Rais William Ruto ulikuwa unatoka eneo la Lang'ata kuelekea eneo la Kibera kuhutubia wananchi. Franklin Wala, runinga ya Citizen.